Zahmidi TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa Zahmidi TV pote pale ulipo, karibu tena. Tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu cha miujiza ya Qur'ani. Kipindi kilichopita tulishia pale tulipozungumzia sura ya kwanza kabisa kushuka katika Qur'ani, lakini bado hatujaenda mbele kwa sababu sura yenyewe hatujaimaliza. Miujiza ya Qur'ani ipo mingi sana katika hii sura ya kwanza. Tunaendelea na Sheikh Mustafa Lutfi tukiwa naye studio hapa katika hii sura ya kwanza kushuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ina miujiza ipi? Tuliangalia katika Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, na sasa tunaendelea. Karibu sana. Naam Sheikh Mustafa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai hali yako ni nzima. Alhamdulillah, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sasa tunaendelea mtazamaji hapa kipindi hiki cha muujiza Qur'ani, bado tupo katika sura hii ya kwanza mpaka tuimalize. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Karibu sana. Naam. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia kwa nini ikaanza Iqra katika hii sura, na vile vile kwa nini ikaja Iqra kwa mtume ambaye hajui kusoma wala kuandika. Katika mwendelezo, katika fawaidi ambazo zinapatikana pia katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuteremsha hii sura na kuileta kwa mtu ambaye hajui kusoma, ni kama alivyosema katika surati Rum, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idha lartaba almubtilun. Katika malengo pia ni hii, yani ni kuleta wahai kwa mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika, ili baadaye isije ikawa ni hoja kwa wale wapingaji ambao wanampinga mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wangeweza kusema tumfahamu mtume, tumfahamu alikuwa akisoma vitabu vya kale, tumfahamu alikuwa akiandika zamani vitabu, alikuwa anafuatilia vitabu mbalimbali vilivyopita. Kwa hiyo hata hii Qur'ani ameiandika, inawezekana ameitunga mwenyewe au ameiandika mwenyewe. Ndio kwa maana Allah akampa hali ya kuwa hajui kusoma wala kuandika. Ndio. Na vile vile katika mwendelezo sasa, leo tunaingia katika aya ya pili ambayo inasema khalaqal insana min alaq. Aiywa, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Aiywa, hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja uwepo katika huu ulimwengu. Ndio. Kuna uwepo ambao al-khaliq wal makhluq. Al-khaliq wal makhluq. Aiywa, kuna muumbaji na kilichoumbwa, wala hakuna cha tatu. Ndio. Allah amemuumba mwanadamu, lakini amemuumba akiwa ni dhaifu sana, ambapo akifikiria mwanadamu udhaifu aliokuwa nao, hawezi kuwa na kiburi wala kujiona yeye ni bora au kujiona yeye ni mtu ambaye anaweza akaacha maamrisho ya Mola wake. Ameumbwa min alaq. Al-alaq yani pande la damu, kitu dhalili kabisa. Yani ikiwa wewe utapewa sasa hivi pande la damu, ukaambiwa bwana wewe ulikuwa hivi, unaweza usiamini. Lakini ndo asili. Ndio. Yani ndo katika ukuaji wa mwanadamu kuna kipindi anakuwa ni tone la manii, baadaye anakuwa pande la damu, baadaye anakuwa pande la nyama, baadaye anakuwa sasa anapuliziwa roho na malaika, anakamilika hasa kwa mwanadamu kamili. Na katika hii aya ya pili hapa umesema mwanadamu, sisi wanadamu tumeumbwa kutokana na pande la damu. Labda hapa tunapata mafunzo gani hasa ya kiimani? Mafunzo ya kiimani inamkumbusha mwanadamu kuwa mnyenyekevu kwa Mola wake na kutokufanya kiburi, kwa sababu mwenye kuijua asili siku zote hawezi akawa na kiburi. Ndio. Mfano wa mtu ambaye ametoka kijijini mathalan, akaenda mjini, anafanya kazi mjini, akapata pesa nyingi, akikumbuka maisha ya kule alikotoka kwao kijijini na vile alivyoishi, hawezi kuwa na kiburi pale anapoona mtu mwingine ana maisha ya dhiki, kwa sababu anakumbuka alipotoka, asili yake. Na kwa mwendelezo, ndio Allah akasema iqra wa rabbukal akram. Sawa, akasema iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ni mkarimu sana. Yani ghayatul karam alladhi la yutasawwar. Allah ni mkarimu wa juu ambaye huwezi ukazungumza ukarimu wake ukaumaliza. Lakini kabla tujaenda kuzungumzia ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amerudia tena neno iqra
Mara ya pili tena hiyo. Ndio. Alishazungumza mara ya kwanza. Mara ya pili imerudiwa ikiwa ni taakidan li amri al-ilmi. Ikitilia mkazo jambo la kusoma, elimu. Na faida mojawapo inayopatikana hapa kuonesha kwamba jambo la kusoma ni jambo muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam, na jambo la kwanza ikawa ni elimu. Alimpa elimu ambayo ni suluhisho katika jamii anayokwenda. Kivipi hapa? Jamii ambayo ametumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni jamii iliyoacha asili. Walisahau kwamba wao wameumbwa na nani. Walisahau asili yao ni kina nani. Ikafikia hatua wakawa wameacha hata asili yao katika ibada. Subhanallah. Sababu asili ya mwanadamu katika ibada, fatara yake, yani jinsi ilivyoumba fitra yake, maumbile yake ni kumwabudu Allah mmoja na bila kumshirikisha na chochote. Hii ndio asili ya mwanadamu. Lakini walipoacha hii asili wakaenda kuabudu masanamu, wakaabudu mawe, wakaabudiana wao kwa wao. Shaona. Falidhalika Allah akamleta mtume, akampa elimu ambao ni suluhisho ya kurudisha huu umma kwanza katika asili yao ya kumwabudu Allah. Jambo la kwanza, warudi kwenye asili ya kumwabudu Allah. Ndio maana cha kwanza alipotumwa mtume akaambiwa kum faandhir. Hapo ni da'wa sasa. Anaambiwa afanye da'wa, manake awaonye watu waachane na kuabudu masanamu, waende kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na si suluhisho katika imani tuna ibada, bali kaja kuwa ni suluhisho katika maisha yote. Kwa sababu jamii ilikuwa ina udhalimu, jamii ilikuwa ina unyanyasaji wa kijinsia, jamii ilikuwa inafanya mambo mengi ambayo si ya kibinadamu. Lakini Uislamu ukaja ukawafundisha usawa na uadilifu. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba, paka mwisho wa aya. Aya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa awafundishe watu uadilifu. Watu wawe sawa. Hakuna mbora mbele ya Allah isipokuwa mcha Mungu. Awe Mwarabu, awe mtu mweusi, awe atakavyokuwa. Bora mbele ya Allah ni mcha Mungu peke yake. Kwa hiyo ile tabia iliyokuwa nayo ya kuwa kuna watu wanakuwa ni mabosi na wengine wanakuwa ni watumwa, ni madhalili, Uislamu ukaja kuiondoa, kaeka mambo sawa, kuweka mambo sawa. Ndio. Katika mambo pia ya biashara, watu walikuwa wanakula riba, watu walikuwa wanafanya dhulma, watu sio wa kweli. Uislamu kaja ukafundisha uadilifu katika biashara, ukweli katika biashara, na amana katika biashara. Ndio. Na vile katika muamala wa kila siku wa maisha, utaamiliana vipi na watu unaoishi nao. Uislamu ukaja kusuluhisha pia hapo. Wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba. Yani hii aya ukisoma imekuonesha namna gani mtu aishi, kuanzia haki yake na Allah, haki yake na wazazi wawili, haki yake na majirani, mpaka watu unaosafiri nao umefundishwa usafiri nao kwa wema. Namna gani? Ndio. Sasa Sheikh Mustafa, kwa faida yangu mimi na mtazamaji hapa, umezungumzia hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikisisitiza watu kusoma na kutafuta elimu, lakini pia ikazungumzia mambo mengi ndani yake ambayo ni mwanadamu anayeishi. Sasa tutoke kwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuje kwa zama za hivi sasa. Mtazamaji kwa aya hii anapata mafunzo gani? Na mafunzo yanayopatikana kwenye hii aya jambo kubwa sana, na huu ujumbe ufike kwa watu wengi sana. Ndio. Elimu unaoisoma jitahidi sana iwe ni suluhisho la matatizo. Isiwe ni elimu ya makaratasi. Unaelewa? Ndio. Isiwe elimu ya makaratasi. Iwe ni elimu ambayo ni suluhisho la matatizo yako pamoja na jamii unaoishi nayo. Ndio maana wanachuoni wote wanatuambia katika makusudio ya mtu kusoma, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi,
mtu aondoe ujinga kwake yeye na kwa watu wengine. Si lengo uondoe ujinga tu ujulikane umesoma. Elimu ya makaratasi. Elimu ya makaratasi. Bali ile elimu yako iishi katika maisha yako. Itoe manufaa katika jamii. Itoe manufaa katika jamii. Yaani iwe ni suluhisho katika jamii uliotoka au katika jamii utakayoishi. Hiyo ni suluhisho. Ndio hapo tunapata utofauti wa aliyesoma na asiyesoma sasa. Tofauti wa mtu aliyesoma elimu ya manufaa na mtu ambaye amesoma elimu ya makaratasi. Sawa sawa. Tukushukuru sana Sheikh Mustafa, natumai mimi pamoja na mtazamaji tumepata faida ya kutosha kabisa. Allah kulipe kila la kheri. Amin. Na ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tupo katika mwendelezo wa kipindi cha miujiza ya Qur'ani. Mambo ni mengi sana ya kuzungumzia, lakini kutokana na muda hivi leo tunaishia hapa mpaka kipindi kijacho tutakapoendelea katika hii suratul Alaq, sura ya kwanza kabisa kushuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Studioni nilikuwa ndugu yako Abdul Aziz Hilal pamoja na Sheikh Mustafa Al-Lutfi. Mpaka kipindi kijacho katika miujiza ya Qur'ani, endelea kufuatilia Zahmid TV, usahau kusubscribe, kushare na comment. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Zahmid TV.